Katika renovation hii mimi nimefanya dissertation ya Mbudi Island, namna gani ya kuconserve environment kupitia upande wa watalii, na ni namna gani watalii wanatakiwa wafuate landscaping system ili kuepuka kuchafua mazingira ya sehemu hiyo. Kwa hiyo katika dissertation yangu ilikuwa ni the role of landscape architecture in preserving ecology in tourism site. Kwa tuhifadhi mazingira katika maeneo ya watalii, ni lazima tuhusishe landscape system na system za uhandisi wa mazingira ya nje. Ni uhandisi wa mazingira ya nje ambayo tunafuata system maalum ambazo kuna system za circulation, namna gani watalii wanapita na namna gani wanavyo tunza mazingira, kwa sababu mazingira katika maeneo ya utalii hayajawa conserved well. Kwa hiyo tukitumia landscape architecture design, tutaona katika maeneo ya tourism site kutakuwa kuna system za kuhifadhi hizo waste products. Pia kutakuwa kuna system za kuhifadhi maji taka yanayotoka kwenye hao wageni. Kwa hiyo pia kutakuwa kuna system za kuhifadhi pia zile nishati ambazo tunazipatikana. Kwa mfano kama nishati za jua, tunaona maeneo ya visiwani kuna uhaba wa kupelekwa umeme. Kuna baadhi ya visiwa umeme ni ghali kufika. Kwa hiyo tukitumia system za landscape, tutaona kwamba kuna energy tunazipata pale za solar energy, tunaweza tukazitumia pia kwa ajili ya nishati. Pia ni changamoto ambazo zipo pale, ni mara nyingi ni uchafuzi wa mazingira, ni uharibifu wa mali asili ambazo tunazitumia pale kama ni kwa ajili ya kuvutia hao watalii. Pia kwenye ishu ya kufika pale, namna gani ya kufika pale, kwa sababu watalii wengi wanafika tu, hamna sehemu maalum ya kushukia na kuingia katika ile site ya tourism site ambayo ni Mbudi Island. Kwa hiyo katika hii proposal ambayo nimeiweka mimi, nimedesignia sehemu ya kushukia, nimedesignia sehemu nzuri za kuweka takataka kavu, nimewekea design nzuri ya namna gani tunaitumia jua kutumika kama nishati katika kisiwani kule. Pia nimeweka circulation system ambayo itamwezesha mtalii kupita kwenye boardwalk. Kwa hiyo nimedesign boardwalk ambazo zitamwezesha mtalii kupita juu kuliko ni kupita chini. Kwa endapo anakuwa anapita juu ya boardwalk, itamrahisishia mtalii kuweza kutembea kwanza akiwa comfortable. Pia huko juu ya boardwalk kuna activities zote ambazo alitakiwa azipate kuzifanya chini ya mainland. So kwenye hiyo boardwalk kutakuwa kuna activities za michezo, kutakuwa kuna activities za resting, kutakuwa kuna maeneo atakuwa anapumzika, kutakuwa kuna maeneo anajipatia chakula, atakuwa anajifunza aina mbalimbali za miti ambayo anaipata katika reserve ya Mbudi Island. Pia kuna reserve za maji. So tukiwa tuna boardwalk kule, itamwezesha mtalii aepuke kutupa takataka ovyo chini ya miti, kukata baadhi ya miti kwa ajili ya kutengeneza njia zao zilizokuwepo. Kwa hiyo nimedesign njia nzuri za kupita watalii, kwa hata watu ambao sio wageni wa kawaida tu wanaweza wakaenda wakafanya parties, wakaenda wakajifunza, wakaenda na isiwachoshe. Kwa hiyo unaweza ukaenda leo ikakuvutia tena, ukaenda tena na kesho, kwa sababu nimedesign sehemu ambazo itamwezesha mtu aswim kwa recreation. Pia anaweza akaswim akaogelea kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu chini ya bahari kule tunaona
kuna mazalia ya samaki, kuna matumbwawe, so yale tunahitaji pia tuyatunze. Hapo watalii watakuwa wanatupa matakataka, hapo ambapo watalii watakuwa wanafika tu bila ya kuwa na tour guide, itasababisha maradhi mengi au na uchafuzi mwingi wa mazingira katika maji.